Stori inahusu kitabu cha Azmo kilichopotea kwa kipindi cha miaka 200. Kinatafutwa sana. Ni kitabu chenye historia ya mavampire na kinachoelezea undani wa mavampire. Mtu yeyote mwenye nia mbaya na mavampire atakapokipata kitabu hiki, basi inakuwa ni hatari na nusu, kwa sababu ana uwezo wa kuangamiza karibia hata wote. Ajabu ni kwamba kitabu hicho kilikuwa katika maktaba ya kawaida tu kabisa hapa mjini. Bidada mmoja anayefahamika kama Ana siku moja aliweza kukisoma kitabu hicho, na kutoka alipoweza kukisoma harufu yake ikaanza kusikika na mavampire. Kiongozi wa mavampire anayefahamika kama Matthew alimtazalisha bidada na kumwambia kwamba atakuwa katika hatari kubwa, na wale anawazania kuwa ni marafiki zake wengi wao ni wachawi. Kama bado hujaitazama episode iliyopita, basi unaweza kugusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Episode ya pili inafungua tu na kumuonesha bidada Ana akiwa katika usingizi, lakini kuna buibui mmoja alikuwa akipita kando yake. Bidada akashtukia kana kwamba kuna kitu kama kinamtembea hivi, lakini kumbe alikuwa ni buibui mkubwa sana mwilini mwake. Kitu cha kushangaza, alijitoa tu utandu ambao ulikuwa umetengenezwa na huyo buibui na hakuonekana kabisa kuogopa. Inaonekana ni hali ya kawaida aliyoizoea kwa kipindi kirefu. Na alipoamka tu akaanza kujiuliza, ni kwa nini naotaga ndoto kila wakati kwamba anazungukwa na buibui na huyo buibui huwa ananiangushia utandu wake? Kesho yake kama kawaida, akiwa katika shughuli zake za kujisomea, akashangaa kuiona ile nguo ambayo mwamba Matthew alikuwa akiinusa siku ya jana. Ameipanga vizuri na kuweka sehemu salama kabisa. Bidada Ana alitabasamu tu kuweza kuikuta nguo yake katika eneo lile pale. Licha ya kwamba mwamba ni vampire, lakini jamaa ni mkarimu sana. Siku ya leo jamaa alikuwa anaelekea katika maeneo ya mapoli kukutana na rafiki yake. Ila alipofika tu akakutana na swala mmoja ambaye alikuwa anatembea katika mitaa hiyo. Mwamba akaanza kumuinda huyu swala na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kumrenga. Bidada Ana alitahadharishwa na kuambiwa kwamba anawindwa na watu wengi sana. Hata katika lile eneo la library wale sio marafiki zake bali ni wachawi. Kweli kabisa, akijaribu kuwazumu wao watu wanagundua kama ni kama wanamtilia jicho fulani, yani ni kama watu wanakuzuga wanakuangalia alafu wanaendelea na shughuli zao. Akatilia shaka siku ya leo. Akaja mwamba na lugha moja nzuri kweli kweli. Huyu jamaa akajitambulisha kwamba anaitwa Peter, lakini bidada hakujali kabisa juu ya mwamba. Lakini baadaye Peter akasema kwamba anajua mambo mengi kuhusiana na mamako. Basi bidada akaanza kujali juu yake. Bidada Ana akamuuliza huyu Peter kwamba ni kitu gani unachokijua kuhusiana na mamangu, lakini mwamba akasema naomba tutoke nje kidogo. Basi wakaanza kuzungumzia huku nje, lakini mwamba akasema kwamba nilikuwa natafuta sana kitabu. Ni kitu gani ulichokuwa umekiona ndani ya kile kitabu binti yangu? Dada Ana kwa kuwa hajui chochote kuhusiana na mamake, basi moja kwa moja ikabidi tu kukubaliana na huyu jamaa na kutoa siri zote alizokuwa ameziona ndani ya kile kitabu. Licha ya kwamba bidada Ana alikuwa akimjibu maswali yote mwamba, lakini mwamba akazidi kuuliza kwa ukali zaidi. Hichi kitu kikawa kinamshtua bidada. Kwa nini huyu jamaa anatumia lugha za ukali wakati ananiuliza kistaarabu tu? Kuna kitu ambacho Peter anaamini kwamba wachawi ndio walioweza kutengeneza mavampire, na kwa sababu kile kitabu ndio kilitumika kuwatengenezea hao mavampire, anaamini kwamba ni rahisi sana kwa wao kuweza kuwatambaratisha hao mavampire. Bidada akaondoka kwa hasira sana akigundua kwamba jamaa alikuwa anampotezea muda wake, lakini Peter akasema kwamba tutazidi kukutana. Mimi ni mchawi na kila sehemu unapoenda nitakuja kukuona. Kwa hiyo kufikia sasa hivi tumekuja kujua kwamba katika hii movie kuna mavampire lakini pia kuna wachawi. Bidada Ana alikuja kwa rafiki yake anayefahamika kama Anili, akaanza kumweleza kila kitu na kushangazwa namna gani Peter aliweza kugundua kwamba yeye aliweza kukisoma kitabu. Lakini Anili akamwambia kwamba unatakiwa kuendelea kumsikiliza sana Peter, ni mtu mzuri. Kitu asichokijua bidada Ana ni kwamba Anili tayari shakula dili na wachawi na wana mpango wa kumuingiza bibi Ana katika mtego, lengo aweze kuigundua hiyo siri, yani kile kitabu ambacho bidada aliweza kukisoma. Ana alisema hastaki kabisa kujihusisha na wachawi, lakini huyu rafiki yake anayefahamika kama Anili akaamua kumshauri pia akae mbali na mavampire. Dada Ana akasema kwamba nitakaa mbali na mavampire wote, lakini sitokaa mbali na vampire anayefahamika kama Matthew, kitu ambacho kilimkela sana Anili. Inaonekana ni kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia. Mpango wa Anili ukawa umeshindikana kabisa. Bidada baadaye akawa amerudi nyumbani. Aliporudi tu akawa anampigia simu shangazi yake, akamwambia kwamba samahani shangazi, hivi unamfahamu mtu ambaye anafahamika kama Peter? Akamwambia ndio namfahamu huyo mtu, ndiye aliyesababisha baba yako na mama yako waweze kuachana, kwa sababu alikuwa akimpenda sana mama yako na kaichanisha ndoa. Lakini huyu shangazi akamsihi bidada na kumwambia kwamba anatakiwa kuwa makini na Peter na asisubutu kujenga hata urafiki wala ujirani. Kesho yake bidada pale chuoni akashangaa anaitwa na profesa, na profesa akamwambia kwamba kuna mtu ambaye nitakwenda kukutambulisha kwake, atakuwa ni mwalimu wako na huyo mtu ni muhimu sana umzingatie. Ile bidada kwenda kuonesha huyo mtu akashangaa anamuona Peter. Peter kutaka kupoteza muda akamwambia bidada Ana kwamba ni hatari sana kukaa na hicho kitabu alafu kawa jirani na vampire, kwa sababu vampire wakifanikiwa kukikuta hicho kitabu ni hatari sana na itatengeneza majanga. Bidada kwanza akashangaa na kusema kwamba hicho kitabu cha Azmo mimi sina, alafu kitu kingine ni kwamba siwezi nikaacha ujirani wangu na mwamba Matthew. Ili anaondoka tu akashangaa kuna sauti ya Peter inazungumza naye katika maeneo ya masikio, lakini alipogeuka akashangaa kwamba Peter hata kufumbua mdomo. Kwa hiyo hapa ni uchawi umetumika. Kadri bidada anavyozidi kutoka ndani ya huu kumbi, ndivyo sauti ile inazidi kuongezeka na kuwa kubwa sana, almanusura iweze kupasua
ngoma za sikio zake. Hasa bidada Ana anavyozidi kukasirika, kuna nguvu ambazo ziliweza kutoka katika mwili wake na kwenda kupasua dirisha ambalo mwamba Peter alikuwa akimchungulia bidada na kumsababishia madhara kidogo mwamba Peter. Hii kitu ilimchanganya sana Peter. Moja kwa moja akaenda kwa Anil, rafiki yake na Ana, akamwambia kwamba, "Je, unafahamu kwamba Ana ana nguvu fulani?" Lakini Anil akasema kwamba sifahamu hicho kitu. Kati anaendelea kuongea, ghafla akasikia kuna mtu anagonga hodi. Ikabidi kwenda kufungua mlango, lakini hapo akaja kugundua kwamba ni bibi Ana. Aliweza kuwafuma wawili hao akiendelea kupiga story. Hapa ndo bidada akagundua ni kwa nini Peter alikuwa akijua taarifa nyingi kuhusiana na yeye. Bidada Ana alilia sana baada ya kugundua kwamba rafiki yake Anil ambaye anampenda sana, rafiki wa karibu wa muda mrefu, ndiye anayemsaliti na kuvujisha taarifa zake. Hapo akawa anakumbuka kwamba Matthew aliwahi kumwambia kwamba anatakiwa kuwa makini na watu anaowaita marafiki. Dada mtu pekee wa kumwamini alikuwa ni Matthew. Moja kwa moja katimba mpaka katika apartment anaoishi mwamba, lakini hakuweza kumkuta kwa sababu jamaa alikuwa ameelekea katika milima, lakini anataka tu kuondoka. Matthew akawa amefika. Bidada Ana akaanza kumweleza Matthew kwamba kila ulichokuwa umeniambia ni cha kweli kabisa, kwa sababu wachawi wengi sasa hivi wameanza kunifuata, lakini akiwemo mwamba mmoja anayefahamika kama Peter amekili wazi kwamba anakitaka kitabu hicho. Kile wakati bidada Ana anaendelea kuongea, Matthew akamwambia atulie kwanza, kwa sababu aliweza kuhisi kwamba bidada alikuwa na ghadhabu sana na rafiki yake, kwa sababu yeye ana uwezo wa kunusa kila hali ambayo bidada anaipitia. Mwamba Matthew akavua koti lake na kumvisha bidada, kisha akamwambia kwamba kitabu hicho nimekitafuta kwa zaidi ya miaka 200. Bidada akashtuka na kuuliza, "Imewezekanaje ukawa naishi miaka 200?" Mwamba akacheka kidogo, kisha akasema kwamba sio kwamba nimeishi miaka 200, nina miaka zaidi ya 500. Nimeanza kukitafuta hicho kitabu miaka 200 iliyopita. Akamvalisha nguo nyingi sana bibi Ana, kisha akamwambia kwamba nguo hizi zitakwenda kupunguza kidogo kiwango cha harufu unayoitoa, kisha akampeleka katika maeneo ya laboratory. Walipofika ndani ya maabara, Matthew akamtambulisha Marcus na pamoja na bidada anayefahamika kama Neron. Lakini akaongezea kwa kusema kwamba viumbe wengi wanakufa, hasa vampire, kwa sababu wanashindwa kujibadili. Siku si nyingi watakuja kubakia binadamu peke yake. Kwa na kitafute hicho kitabu cha Athmo ili niweze kujifunza ni kwa namna gani ya kusababisha vampire waendelee kuwepo duniani na wasiendelee kufa kila siku. Bidada baada ya kuyasikia yote hayo kutokea katika kinywa cha mwamba Matthew, basi akamweleza kila kitu ambacho alikuwa amekisoma ndani ya kile kitabu. Matthew alifurahi kweli kweli na kumkisi bidada katika eneo la mkono, kitu ambacho ni hatari sana, na vampire hawaruhusiwi kabisa kufanya kitu kama hicho, lakini mwamba alifanya kitu kama hicho. Baadaye bana, bidada akawa anaelekea katika eneo la library. Mwamba akajitokeza na kumzuia na kumwambia kwamba asiende tena katika eneo la library. Dakika hizo hizo akiwa anapiga story, akajitokeza yule bidada Ani, rafiki wa bidada Ana. Ani akahitaji kuongea kidogo na Ana na akamwambia kwamba Peter alikuwa ni mtu sahihi zaidi kwako, hutakiwi kujenga urafiki na huyo Matthew, ni hatari zaidi kwako, na anakuambia ukweli, mimi rafiki yako. Dada kama mpuuza rafiki yake na moja kwa moja kama ameambatana na Matthew, kisha kama Matthew anampeleka katika jumba moja la zamani sana, akamwambia kwamba hii nyumba nimewahi kuishi miaka 200 iliyopita. Na mwamba akamweleza wazi kabisa bidada kwamba hata vampire wana uwezo wa kuuliwa. Lakini vipi wakati unaendelea kusoma kile kitabu, umewahi kutumia uwezo wote wa miujiza kukifungua kile kitabu? Lakini dada Ana akakataa kabisa, akasema kwamba nilikifungua kawaida kabisa, mimi masuala ya kutumia miujiza ya miuchawi siwezagi, sijui. Lakini Peter akamsogelea bidada huko ameshika kinywaji, kisha akakimwagia kitabu. Bidada akakiondoa kile kitabu kwa haraka sana kwa kutumia uwezo wa kimiujiza. Mwamba akaeleza wazi kabisa kwamba kitabu kile mtu wa kawaida hawezi kukifungua na kukisoma, lakini wewe una uwezo ndani yako na ndio maana uliweza kukisoma kitabu kile. Akamwambia kabisa bidada kwamba wewe una nguvu za kimiujiza lakini hujui namna ya kuzitumia, ila ndani yako una nguvu za miujiza zinazokusababisha uweze kufanya baadhi ya mambo. Basi bana, baada ya story nyingi, mwisho wa siku akawa anaagana waweze kuondoka, lakini bidada akamwalika Mwamba kwamba karibu nyumbani kwangu pia. Mwamba akasema nitafika siku moja. Shangazi mtu wa Ana leo alikuwa akifanya miujiza fulani hivi kwa kutumia moshi mweusi. Wakati anaendelea kufanya ibada yake, ghafla tu kuna bidada mmoja anayefahamika kama Sara kama ingilia ibada yake na kuikatisha. Lakini shangazi mtu akaongezea na kumwambia rafiki yake kwamba mwanetu Ana ana urafiki na jirani zaidi na vampire, kitu ambacho Sara kikao kimemshtua sana. Mwisho wa siku akampigia huyu Ana na kumwambia kwamba anatakiwa kuwa mbali sana na vampire, lakini bidada Ana akakataa kabisa. Kumbuka kwamba Ana ni ukoo wa wachawi, kwa hapaswi kabisa kukaa jirani na hawa watu ma vampire, japokuwa alikatazwa pia kukaa jirani na Peter. Yule bidada Satu aliyekuwa ameweza kumuua mtu kwa kumzungushia moto, siku ya leo alikuwa amekuja katika eneo hili la kufanya ibada. Ni katika bahari, yani unapotembea ni kama mbele yako ni maji, lakini unapopakaribia linageuka na kuwa hekalu kubwa sana. Mara nyingi lijengwa hutumiwa na vampire katika ibada zao, na siku ya leo bibi Satu alipofika katika maeneo haya alikuja kuchukua kitabu fulani ambapo katikati kulikuwa kuna picha za vifo vya mama yake na Ana. Bibi Satu akamwagia mchanga fulani, maandishi yalikuwa yamejificha katika eneo fulani la ukurasa yakaanza kusomeka, lakini ghafla tu kuna vampire akawa amekuja eneo lile na kutaka kuchukua ile karatasi, lakini bidada akapambana kweli kweli na kuyafuta yale maandishi. Huyu vampire alikasirika sana kuona kwamba bidada ameweza kuyafuta yale maandishi yalikuwa yameandikwa pale katika ile document. Basi akaanza kumuuliza kwamba ni nani ambaye anaitwa Ana aliandikwa katika hii document. Tukuelewa ni nini ambacho bidada Satu alikuwa amemjibu yule vampire, lakini upande wa pili tunaonyeshwa bibi Ana akiwa anatoka nyumbani kwake, ghafla akawa anafuatwa na huyu Marcus. Marcus akaanza kusema kwamba eti ametumwa na Matthew lengo aweze kumchukulia uangalifu bidada, lakini bidada akawa anakataa na kusema kwamba mimi sihitaji uangalifu wowote kutokea kwako. Lakini baadaye akaona kwamba ni vyema mkubalie huyu Marcus ili kuweza
kumjua Matthew vizuri. Mwamba akasema kama ukiweza kushirikiana na mimi katika kufanya utafiti fulani, mimi nitakusaidia pia kukuambia familia yako ilitokea wapi. Bidada hakuwa na namna yoyote. Bibi Ana moja kwa moja katimba katika maabara na damu yake inatakiwa ichukuliwe lengo iweze kufanyiwa uchunguzi, kwa sababu ana kiu ya kutaka kujua familia yake ilitokea wapi. Lakini kabla hata damu yake kuweza kuchukuliwa, Matthew akawa ameingia, akafukuza Marcus pamoja na yule rafiki yake, kisha akawa amemchukua yeye bidada damu, akiwa anajua kabisa wazi kwamba damu ya watu wa kawaida inawavutia sana hawa mavampire. Kwa hiyo yeye anaweza kuvumilia, lakini hawa hawana ukomavu huo kuweza kuvumilia. Siku ya leo bidada Ana alikuwa akiandaa vitu vyake taratibu, kwa sababu siku ya leo aliamini kabisa kwamba Matthew huenda angefika hapa nyumbani. Kwa hiyo anaandaa mambo vizuri kabisa. Kumbuka kwamba ni kama anaanza kuvutiwa sana na huyu Matthew. Dada akiwa anaendelea na maandalizi akasikia mtu anagonga hodi. Moja kwa moja alipokwenda kufungua akashangaa kuona kwamba alikuwa ni Peter. Yeye alitegemea kwamba Matthew ndiye angekuwa anaingia, lakini Peter akasema kwamba anajua kwamba unatuepuka sisi wachawi, lakini pia hata wao vampire hutakiwi kabisa kwa jirani nao. Lakini dakika hizo pia Matthew akawa amefika katika eneo hilo akiwa amebeba wine. Moja kwa moja Mwamba alipoweza tu kumuona Matthew, basi akawa anaondoka katika eneo hili, ila alitikisa kichwa chake. Hivi unadhani kwamba Peter au Matthew ni nani ni sahihi kwa bidada? Kwa sababu wote kwa upande wangu naona kama ni wema, lakini ni nani ambaye ni mwema na unahisi ni nani ambaye ana fake maisha? Hebu drop comment yako hapo. Tunakutana katika episode ya 3. Nakukumbusha tu kwamba kila tunapofikisha like 100 natoa episode ya mbele.